Karibu tena, ikiwa ni sehemu ya pili ya somo ambalo niliweza kuliwasilisha asubuhi. Hii ni sehemu ya pili. Sasa hii sehemu ya pili inazungumzia habari ya rejecting God's plan because it hurts, kwa maana ya kwamba kukataa mpango wa Mungu kwa sababu unauma. Unauma. Kukataa mpango wa Mungu kwa sababu unauma. Ukisoma Yeremia 29 mstari wa 11 anasema, ninayajua mawazo nilionayo kuhusu ninyi, ni mawazo ya amani, si ya mabaya. Ukisoma Biblia ya kisasa inasema hivyo. Wakati mwingine tunakataa mpango wa Mungu kwa sababu unakuumiza sana, bila kuzingatia matokeo yake ya kwamba mwisho itakuwaje. Mara nyingi inakuwa hivyo. Maumivu na changamoto mara nyingi ni sehemu ya mpango wa Mungu. Ni sehemu ya mpango wa Mungu. Lengo ni kwamba ni kuweza kuunda tabia na utu wa kweli. Ili ijulikane kabisa kwamba una utu ama una tabia iliyo njema, ni lazima upitie mchakato wa changamoto. Huo ni mpango unaosababisha mpango wa Mungu wake kwa sababu ya kuundwa tabia na utu wa kweli. Kukataa mpango wa Mungu wake kwa sababu ya maumivu ni kupoteza fursa ya ukuaji na baraka za baadaye. Kwa hiyo tusikatae mpango wa Mungu. Na uwe na imani ya kutosha kuendelea na mpango wake, kuendelea na mpango wa Mungu, na uwe na imani ya kutosha. Tunapaswa kuwa na imani ya kutosha ya kuendelea na mpango wa Mungu hata pale ninapohisi maumivu. Hata pale tunapokuwa tunahisi maumivu, tunapaswa kuendelea. Au pale ambapo tunapokuwa tunahisi